unapoamiliana na mzazi wako kuna adabu lazima tuwe nazo. Zingatia hizi adabu 10 ambazo nimewakusanyia leo. Adabu ya kwanza ulama wametaja ni pindi unapozungumza na mzazi wako. Jambo la kwanza, unapozungumza na mzazi wako usinyanyue sauti. Na kuna watu katika maisha yako hufai kunyanyua sauti mbele yao. Mzazi wako, mwalimu wako, ndugu yako mkubwa. Adabu ya pili ulama wamesema unapozungumza na mzazi wako ni usiwe mwizi wa fadla. Mshukuru mzazi wako kwa khairi aliyokufanyia, na wema hulipo kwa wema. Allah sema hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Mzazi wako amejinyima kwa ajili yako. Adabu ya tatu ulama wanatueleza, ikiwa waenda safari mtambulishe mzazi wako, na ikiwa hamna budi pia muombe ruhusa. Adabu ya ni kwamba usiwe sababu ya kumkasirisha mzazi wako kwa njia yoyote ile. Usiwe ni mwenye kumsababishia hasira. Kwa nini? Kwa sababu hasira ya mzazi ni mbaya. Akinyanyua mkono akulaani, laana hiyo imepita. Umudhi mzazi wako mpaka ifike daraja huyu mzazi wako akanyanyua mkono akasema, ya Rabbi, huyu mtoto anisumbua, mfanye hivi na hivi na hivi, wewe utaangamia. Hadith rawahu Tirmidhi, asema Abi Hurairah radhiyallahu anhu kwamba Rasul asema dua 3 mustajabatin lahunna la shakka fi. Hizi dua 3 zinapokewa wala usiwe na shaka nayo. Dua ya kwanza da'watul madhlum, dua ya mtu aliyedhulumiwa, hii imeenda. Wa pili da'watul musafir, dua ya mtu aliyesafiri. Wa tatu da'watul walidu ala waladi, dua ya mzazi juu ya mtoto wake. Hasa kwa nini umkasirishe mtu ambaye akifanya hivi tu dhidi yako, juu yako, wewe ushaangamia? Labda nitoe kisa ya jamaa moja maarufu aliyekuwa akiishi Saudia, ajulikana kama Ba Neema. Ni kijana ambaye mzazi wake alimuombea dua dhidi yake, akawa amejifundisha tabia mbaya, akavuta sigara, na baba amemlea mtoto kwa misingi mizuri. Na katika mambo ambayo yanayoshtua ni kwamba mtoto umemlea vizuri, kisha baadaye waje kumwona na tabia ambazo si tabia zako, wala hajaona nyumbani kwako, na ukahakikisha asipate mazingara haya, kisha yale uliyohofia yakampata. Kijana yavuta sigara, akija kwa babake anambia, mimi naenda na marafiki zangu. Baba akasikia harufu ya sigara, akamwambia, wewe njoo, hii harufu nahisi ni nini? Akamwambia, baba, si harufu. Akamwambia, hii harufu ya sigara. Asema, baba, mimi sivute sigara. Akamwambia, wallahi baba